Time that we find ourselves in the presence of the Lord. Because of time, we'll go direct to giving. Niko na bahasha kwa yule mwenye hajapata tafadhali. Amen. God bless you so much. Amen. Praise the name of the living God. I salute you in Jesus' name. And I also welcome you in the house of God in this moment. We are recording the service so that all our people, wherever they are in the world and even in Kenya, that they may get the word of God. Many people are asking why the churches are not being opened for them. And I would like to say that the churches are not closed. Only that we are on always. It is the houses which we gather together are closed simply because there is this pandemic and it is there. Let us be serious, taking care of ourselves and taking care of our neighbors, because this disease is killing. And we need each and every one to live, that we will be able to continue serving our God. May God bless you so much. I would like us to pray for the offering. Father, we thank you that your people has come and they have offered the offering before you. We ask you, dear Lord, to receive our sacrifice and bless us all in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. I want to talk about the unity of Christians. Christians' unity. Because if there is anything which Jesus brought here on earth, is that he may gather people for himself, that all the people to come to the knowledge of Christ. And after knowing Christ, or getting the knowledge of Christ, they are there not to rise against one another, not to condemn one another, but we are there to hold or to exhort one another for this journey of heaven. And as you know, the church began from the family. Church began from the family when the husband and wife are united. And then the children are united together with the family. That family become or grow very, very strong. And they make a very strong church, they make a very strong nation, and they make a very strong church of Jesus Christ. So the unity of Jesus Christ, which he brought through his blood, it is that me and you
we be united, we be one. Not that me, who have been born before you, I downlook you because you are born after me. I should get hold on you, look at you, and know that even if you are younger than me, we are all born in this family. So, all of us, you may be born 3 years before, 5 years ahead, or 10 years, or 5 years, or you are born being the last born. We are all in one family of Jesus Christ, or in that family where you were born. No child has right to chase another away. Are we together? No father can chase the children away. You know, when Jesus came here on earth, he meant the gospel, it was only for all the Jews. And after Jesus came, he spread the gospel to the whole world. But the Jews tend to get hold on the gospel as if it is their own thing. It is only them who were supposed to have the gospel. And they were criticizing the Gentiles. They were lying against the Gentiles. So when Jesus came, he bring unity. He bring oneness. But there were some laws which was given, and people were following them, and they were keeping them. And there are some people who did not have the law, because the law was only with the Jews. Praise the Lord. So the rest, they didn't have the law. And they were just doing their things as normal. And the Jews, because of the laws and the knowledge they had a little bit for Christ or for God, they were condemning others. And you know, God himself, he has no respecter of men. He counts all men equal. Only what God recognizes is them, those who recognize him and know and get his word. And for that reason, when Jesus resurrected, told the disciples and the people whom he taught the word that go all over the world and make all people of all tribes, of all nations, make them my disciples. The desire of God is all of us, including the people you see them drunkard, prostitute, those who are dance, those who do evil things. We go and tell them the goodness of the gospel, and we bring them to the knowledge of Christ through teaching them, through preaching to them, and through showing them the way of Christ. When the gospel was being preached, it became a time whereby the Jews saw as if they are the perfect people, and they were condemning the rest. I would like us to read the Bible in the book of Romans. Let's open the Bible in the book of Romans, chapter number 2. I would like you to read all of it, but because of time, and we are recording that everyone may get this message, we will not read the whole of it, but we will look some verses. But when you go home, or if you're at home, you can read the whole chapter. Or wherever you are, even if you are listening, wherever you are, make sure you read the whole chapter of Romans chapter 2. The Bible says that, I'm reading, let me start verse 7. To them who by patience continuous in well-doing seek the glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are contentious and do not obey
the truth, but obey unrighteousness, indignations and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jews first, and also of the Gentiles, but glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jews first, and also to the Gentiles. For there is no respect of persons with God. This is a very clean gospel, very pure to all of us, and much more to the people who have come to the knowledge of Christ. Our God has no respect of men. Whether you are Jews, whether you are Gentiles, whether you are male, whether you are female, the soul that do sin will definitely perish. It may be a male soul or a female soul, if they are. But I don't believe they are. The Spirit of God dwell in every soul. And souls, I think the body has differences between the female and the male. The body has differences. But the souls, before God, who created them, He is the one who knows whether there is female and whether there is male. It's God who knows about it. I would like to look at this scripture in a way, because God has no respect of men. I would like us to go to the people who are called and chosen by God. People like us, because you are called and you are chosen. I am called and I'm chosen. And for that reason, I'm teaching the people the word. What I teach you, I should not teach you what I don't practice. In some area, I'm stronger than you. And also, in some area, you are stronger than me. And for that reason, we are being combined and put together that we may accomplish one another. That we may not condemn one another. You may be weak in this way. He or she may be weak in that way. But that has no reason for me to condemn your weak point. Maybe your weak point, it is my strong point for me to make you complete, for me to make you to come to the level where Christ requires us to reach. So for that reason, we should understand that Christ has come that He may equalize us. He may make us one. He brings us to the unity of the Spirit. In a way, the church of Jesus Christ will be having no discrimination. The people who are called by God, Christians, they have developed many differences simply because of names. The name of the churches, the name of the gifts. They make differences to others. But I would like to tell you, when God looked down and see us, He see His children. He look at His children, and He would like us to have the eye which was in Christ Jesus. That's why the Bible says that if the Spirit which was in Christ Jesus dwell in us, not the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of loving people, the Spirit of desiring people to come to the oneness of God, the Spirit of uniting so that the world will come to understand there is a difference between the children of God and the worldly people. This is the time for the church to prove how united we are, we as the children of God. You see people discriminate one another.
you meet a person who is saved, because he's not a revival family person, you even don't greet that person. Maybe because he does not come to the fellowship. Where you fellowship, you discriminate that person. God desires his people to be united by the Spirit of God. There is no spirit of revival, spirit of another fellowship, spirit of another denomination. I'm telling you, the Spirit of God is one. It came a time whereby there was a tug of war. I would like us to jump and look the same scripture from verse, let's read from verse 23. Thou that make thy boast of the law, through breaking the law, dishonest thou God. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. For circumcision verily profiteth, if thou keep the law. But if thou be a broker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. When the people who confess Christ break what they believe in Christ, because what makes us different from the world, it is the faith we have in Christ. When we start breaking the law of God, we make our faith, we dishonor our God. We make our God, whom we believe, not to be honored by the people who understand that we are saved, we are circumcised by the word, we have been set apart, that we may be praising God. It came a time when Jews thought that because they are circumcised in the body, that they are better than the Gentiles. Sometimes we people in the church, when we come together, God gives us different gifts. And when we have those different gifts, sometimes we tend to condemn other people, those who are not given. Brethren, let me tell you, I have no time to condemn you, but I have time to correct you and to tell you what's supposed to do in the Lord, so that me and you become perfect. Bwana asifiwe. Not that I may see that I'm better than you, so that I can keep you or sideline you. We are not given the spirit of sidelining other people, but we have been given a spirit of uniting one another. Ni kama vile watoto wanasaliwa, kuna yule wa kwanza akisaliwa wa kwanza, kwa sababu wengine watasaliwa nyuma yake, atakuwa akitumwa sana, maana yeye ni mkubwa. Lakini hawa wengine wanapoendelea kukomaa, hawezi akawadhalau, hawezi akawaona kama hawastahili, eti kwa sababu yeye kuna nguvu. Hapana, yule mdogo bado kuna tuvitu anaweza kukufanyia wewe huwezi. Ikija ni kutumwa kwa duka, yule mdogo anaweza kukimbia kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa la Yesu, mahali tumefika mahali pa kuonyesha ulimwengu ya kwamba Mungu yule tunaabudu ni Mungu mmoja, Mungu ambaye ametuteua sisi wote. Ukiangalia ndugu yako mkubwa unampenda, ukiangalia yule mdogo unampenda, ukiangalia mzazi unampenda. Ni kwa sababu gani? We are all in one family. Let the church become in the unity of Christ, and that's the time we will be able to overcome what is ahead. Bwana Yesu asifiwe. So it will lead, tunasikia ya kwamba wakati tunapojiona eti kwa sababu tumetahili na tunafuja sheria ya Mungu, ile kutahili kwetu kunakuwa bure. Are you hearing what I'm saying? If we are circumcised and then we behave like uncircumcised people, our circumcision become nothing. Our knowledge of Christ, when
when we people who are saved, we start doing evil. We practice evil things. Our salvation inakuwa bure mpaka watu hawawezi wakatutamani. Ninataka niwaambie, kuna sababu Mungu ametuleta eneo kama hili, mahali kama hapa. Kuna sababu Mungu alikuokoa mbele ya huyo mwingine. Ndio sababu mwenzako anapokutazama anaona Kristo ndani yako, anatamani huyo Kristo wako ndani yako. Ni kwa sababu gani? Akikuona hivi anatamani matendo yako, anatamani kuongea kwako, anatamani behavior zako. Let's become a very clean letter which can be read by anybody. Unapotazama verse 26, the Bible says that, therefore, if the circumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? Bwana asifiwe. Yaani, nilikuwa nataka kuongea kwamba wakati Injili ilipokuja kwa Gentiles na kwa yani Jews, kulikuwa na a lot of condemnation. Nyakati tunaishi, kanisa imefika kiwango ya condemning one another. Wacheni niwaambie wapendwa, kanisa la Mungu, we are not better than any other church you see around or somewhere. We are not special than the people you see another place worshiping. God has given us whatever he has given us, not that we may boast and see as if others are not able. Yani hawastahili kupewa, ati sisi ni superior. We are not superior. What God has given us, it is through his own grace and favor to us. And that we should not use it as a weapon that we may bring others down. What do I want to say? Gentiles walikuwa wanadharauliwa na Jews eti kwa sababu Jews wametahiri. Mimi nataka kusema ya kwamba Gentiles walikuja na wengine wakapata kushika sheria na wakaielewa na wakaanza kutenda matendo ambayo iliwafanya waonekane wanatenda matendo masafi kuliko hata wengine wale wametahiri. Wakristo, nataka kusema nini siku ya leo? Wacheni kanisa matendo yake ionekane ikiwa sawa kuliko yale yako katika ulimwengu, ili Mungu wetu apate sifa na kutukuzwa. Na tunapoona mambo haya, tusipate nafasi ya kujisifu. Wacha Mungu ainuliwe. Kumbuka vile Kristo, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu ya Wafilipi ya kwamba hata kama alikuwa iko na Mungu, katika level moja na Mungu, alijinyenyekeza akaja kiwango cha kibinadamu ili aweze kupata mwili ambaye utaweza kupitia mateso. Ndio mwili ile ilifanya dhambi. Mwili wa Kristo usiofanya dhambi uteswe kama mwili umetenda dhambi. Ni unyenyekevu ulifanya Kristo aweze kuachilia mwili wake uteswe. Mwili wa Yesu haukutenda dhambi hata kidogo, lakini kwa sababu alimwelewa Mungu na akajua ya kwamba sisi ni wanyonge na wadhaifu, Yesu Kristo akafaa mwili, akaunyenyekeza, akajipeana, akajiashiria ili mimi na wewe wenye tulizaliwa vichwa gumu, wenye ambaye hatungeweza kuweka sheria, Kristo mwenyewe akaweza kustahimili mambo yote, kuvumilia mambo yote. Akavumilia madharau, akavumilia kutusiwa, akavumilia kudharauliwa, ili mimi na wewe wakati tutakapokuja kwa kumwamini Yesu, hata kama itafika kiwango nidharauliwe eti kwa sababu ninamwamini Mungu, sitaona haya, kwa sababu aliyeniita alidharauliwa bila kutenda dhambi yoyote. Mungu, unapoona dada yako, unapoona ndugu yako, wewe ni wa kuweza kumtia nguvu, kumshikilia ili
kanisa la Mungu lisidharauliwe. Sikizeni niwaambie wapendwa, hakuna yule alijileta kwa Mungu, ni Yesu mwenyewe anaita watu wake. Yesu ameniita mimi nikuje kwake. Hakuniita nipate kuchukua kiboko, nikitoa wale nimekuta ndani, nikitoa wale wananikuta. Ameniita ili mimi ninyenyekee na aonekane ndani yangu, ili wale wakubwa kuliko mimi waone huyo Yesu, wale wadogo kuliko mimi wamuone huyo Yesu, na watamani kukuja mahali Yesu aliko, maana wanamuona ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo kanisa lile Kristo anatafuta, na hiyo ndio kanisa lile Wachira anaongoza. Na ndio nataka niwaambie kwamba lazima tukuje kiwango ya kumwelewa Mungu. Sifai kukuambia usiibe na mimi ni mwizi. Sifai kukuambia usitende hiki na mimi natenda hicho. Mwalimu anafaa kuwa anafanya, anaelewa hesabu. Si kuambia watoto fanyeni hesabu, nani atamaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani umeokoka mbele yangu? Umejua Yesu, ndio ukuje unaniambia kwamba kuna wokovu, kuna Yesu anaokoa, unanionyesha njia. Ukiona nimeanza kutabaa kama vile msasi upata mtoto, na ako na wengine anatuma duka wanakibia, ako na wengine wanakibia hapa na pale, lakini amepata kingine kadogo, anakasubiri, anakagojea, anakashika wakati wa kushikwa. Kakifika wakati wa kuwekwa chini, anakaweka aone kama kanaweza kujikalisha. Kakiweza kujikalisha, anakagalia kama kanaweza kutabaa. Hapo ndipo Wakristo tunapotelea, kwa maana wale wanatabaa tunataka wakimbie. Bwana asifiwe. Kama unatabaa, nikikuona kama dada yako, kama ndugu yako, natakiwa kufurahia. Ndugu yetu ameanza kutabaa, nikiona umesimama na vitu, ninatakiwa kufurahia. Bwana asifiwe. Nikiona umekanyaga hatua ya kwanza na ya pili, ninapiga makofi nikijua hakika ndugu yetu ameanza kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo kiroho inavyotakiwa. Biblia inasema kwamba verse 27, and shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision doesn't transgress the law. Verse 28, for he is not a Jew, which is none outwardly, neither is that circumcision which is outwardly in the flesh. Bwana asifiwe. Yani tunafundishwa ya kwamba ule wokovu ulio ndani tusiufanye ni kana kwamba ni kitu ya kano, ni kitu ya physical, kwa sababu ya matendo yale tunaweza kufanya. Kulikuwa na shida, ndio hawa watu wa Warumi wafundishwe, maana walikuwa wakiomba kwamba hawajatahili, hawafai, hawastahili. Lakini wakati Kristo alikuja, hakusema kila mtu wote waende kwa kutahiri, hakusema hivyo. Alileta the law of the word of God, which was to be fixed in their heart, so that they may get ya kwamba mambo ya Kristo is not much in physical, in spiritual. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sisi wengine wale ambaye ni wanyonge kimwili, tunadharauliana, tunainukiana. Paulo anapofundisha akawaambia watu ya kwamba mtu mwenye hajatahiri lakini anatimiza sheria ako sawa sawa na yule ambaye ametahiri na anatimiza sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, nataka kusema nini siku ya leo? If there is a place there is battle, it is inside the church. If the church can understand that inside here we are all gathered here by the Spirit of God, that you may become one, that you may walk in oneness. And this is why the church which Jesus left in the book of Acts,
If you read chapter 2, you will hear, kanisa lile liachwa. They were walking in oneness, in one spirit, in one baptism. And when the Spirit of God came, because of the unity, it came to each and every one of them. Nataka kusema ya kwamba kanisa la Mungu, wakati umefika, wakati wa kutembea neno, not to speak. Speaking has become too much. Let's walk the word. When we say that we are saved, even before we speak, let the people distinguish between the saved one and the unsaved one. Bwana Yesu asifiwe. Ukiji kwa plot mahali unakaa, wacha macho ya watu yatambue. Ukienda kwa matatu kubebwa na abiria wengine, wacha watu wajue na huyu ni tofauti. Utajulikanaje wakati umekanyagwa na mtu, wakati kuna matope, kama umeokoka sawa sawa? Yale maneno yatatoka ndani yako ya kumjibu huyo mtu. Utajulikanaje umeokoka kama hujaishi kwa plot mahali kuna watu mpaka wanachokola, mpaka wengine wanafagia wanalete kwa mlango yako? Wacha nikwambie, the devil can use anybody. How do you act? Let me tell you, when a Christian keep quiet, when you have done him wrong, the reaction of God towards you, unaweza kumuona ni mjinga kwa sababu Mungu hakuact immediately, hakukuoga immediately. Unaweza kuona kama kuna ujinga wa mtu huyu, unaweza kuona kama kutofahamu kwa mtu huyu, lakini nataka nikwambie hivi karibuni, kwa sababu Mungu hadihakiwi, atakapokuja kulipishia kizazi, utajua huyu mtu alikuwa wa Mungu. Ningetaka niwaambie kanisa, mahali tumefika sio mahali pa kujipigania. Tuache kujipiga kifua, tuache kung'ang'ana na wale wanatuinukia, kwa sababu kuna Mungu wa kutupigania. Kuna kitu ninakumbuka katika maandiko, wakati ulifika na Wakristo wakasuiliwa kuabudu Mungu, na kukawa kumewekwa moto na umeakishwa, ili yeyote atakayemwabudu Mungu yule wa kweli awekwe kwenye hiyo moto. Wakristo walijitokeza, sio kufuja sheria, lakini kumwabudu Mungu aliye hai. Ningelitaka nikwambie wakati huu, wewe unanisikiza, using'ang'ane na serikali, using'ang'ane na watu, using'ang'ane na kupigana na watu, ng'ang'ane na kutenda matendo yale Biblia imekwambia utende. Na ninataka nikwambie, utaona Mungu akidhihirika. Ulimwengu lazima utajua kuna Mungu. Watu wanaongea kile wanataka. Wengine ninasikia hata kwa runinga wanauliza maswali, ati mlikuwa wapi watu wa Mungu? Mbona Mungu hakuwajulisha? Wacha niwaambie, it is not a matter of us whether God will make us to know whether there is corona or not. Hata kama Mungu alitujulisha mara kutujulisha, kazi yetu ni kutimiza ile Mungu alituitia kufanya, sio kung'ang'ana. Our God is not a side shows God, ati kwamba tusimame tunatumuonyeshe. Hapana, Mungu anajidhihirisha mwenyewe. And I would like to say this to the church. Let the church not be intimidated. Let you not be oppressed by someone who can offend you, who can talk about you, who can lie against you. Let you not be offended. Why? Because ile mambo unayapitia ni kwa sababu ni kamtihani kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni niwaulize, watoto wa kuzaliwa pamoja, si wakati mwingine wakicheza mpira wanakosana? Wakati mmoja ameingiza goli ya mwingine, si mwingine analia? Huyo mwingine ameingizwa na fukuzwa kwa nyumba? Hakuna. Lakini anajitahidi, kesho nitalinda goli yangu isiweze kuingizwa na ndugu yangu. Kwa hivyo Wakristo, let's become strong. Let us not condemn one another as Jews were doing. Walikuwa wanajiona kwa sababu wametahiri, wale Gentiles hawastahili. If you go to the book
of Acts of Apostles, unakumbuka wakati Cornelius alifanya matendo ya kufanya Mungu aweze kufikiwa na matendo yake akiwa mbinguni. Nataka kusema nini? Matendo yako yanaweza kufikia Mungu akiwa mbinguni. Na ikimfikia, lazima Mungu atatumana kwako. Na kitumana ni kwamba uambiwe ya kwamba amejua kile unafanya. What do I want to say? Mungu anataka wewe kile unaweza kufanya utokeze, ujitokeze, ili kifanye kazi Mungu asidi kutukuzwa zaidi ndani yako. Are we together? So Cornelius was to be taken from the area where he was despised, and he was to be brought in the light, ili ajulikane ya kwamba hata kama hajatahiri, Mungu amesikia maombi yake. Wakati Pentecost ilifika, Mungu akija, let me tell you brethren, the reason why Mungu amekuleta hapa, the reason why Mungu amenileta hapa ni kwa sababu Mungu ako na jambo anataka tufanye mimi na wewe hapa. So in the house of God, I would like the church to come to the level of the unity of being one. In a way, nobody will be condemning you, nobody will be condemning another, and nobody is superior than the other. We are all children, sons of God in the house of God. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Ukiangalia unaona ya kwamba waliambiwa mwenye anafanya sheria hata kama hajatahiri na anaitimiza ako sawa. Mwenye anafuja sheria hata kama ametahiri bado ndio tulitanguliwa kuambiwa ya kwamba every soul that doeth evil deeds, it will be condemned, it will perish. That means let us not in the house of God choose to run away from the truth. Let us only do what we are supposed to do. What are we supposed to do in the house of God? It is to follow, to do the instructions which God has instructed us through the commandments, through the Bible, through the Word of God. We do them so that as we are doing them, we are training others. We are doing them. We are teaching others. We are not there to condemn one another, to rise against one another, but we are there to do the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kama huu, yule mtu anapenda Mungu, ni kweli hajaacha kuomba, hajaacha kusoma neno, na hajaacha kuingia kwa kanisa. Let me tell you, kile kitu kimekatazwa ni umati wa watu kukua pamoja. Kwa sababu hata na washeni niwaambie, sikizeni niwaambie, kanisa kuna sheria na tunafuata kwa sababu sisi tunaangalia soko, nani anaangalia soko zaidi? Sisi hapo tumeshikana mali hivi. Hata ukienda kwa soko, acha nikwambie, kama wewe umeokoka, enda umevaa mask. Usiende kama watu ambaye ni wengine. Have we together? Ukifika huko, make sure umenawa mkono, umesanitize. Usiseme hapa ni kwa soko, hatuulizwi. Don't behave like what other people are behaving. Even in the soko. Bwana asifiwe. Hata kama ni kwa duka mahali unauza, make sure kuna maji, kuna sanitizer, na unajifunga, na unaambia watu hata wale watakuja kununua. Kwa sababu gani? Hatufanyi hii ili tuonyeshe mtu ati tunafanya. We are preventing ourselves and our neighbor, because the disease is here. Are we together? So please, let's become obedient. Let it not become a law. Ati tusifanye kwa sababu tunasurutishwa upendo wa watu wa kanisa. Wacheni niwaambie, a time like now, even if the church milango imefungwa, mtu yule faithful, hata kama ako nyumbani, they are faithful to God. They have not stopped doing what they are supposed to do. Kuna watu kwa sababu kanisa zilifungwa, they don't give offering, they don't pay their tithe, they don't do anything for God's work. They are just there, relaxing like the Lord. But I'm saying this, mtu mwenye kabisa sheria ya Mungu kwa ndani yake, hata akiwa nyumbani, they know how to do it, and they are doing it. May God help us not to be doing things as if we are commanded. Let's do things because we have known the truth, and the truth of the word of God has set us free. And for that reason, we will never go condemning one another, but we will walk in oneness of the Spirit, and this oneness will accomplish why
and the reason we are called the children of God. And because we are one, nobody will condemn others, nobody will rise against others, but we will continue fighting to make sure all of us, we are gathering together. We are not scattering like the way the world is scattering. May God bless you. May God bless His word. Let's stand on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tu sasa tusome neno la kufunga Wakorintho wa pili mlango 13 mstari wa 13. Nataka tusome hiyo scripture, na kama utaweza kuisoma kwa mahali huko ni vizuri. 2 Corinthians chapter 13 verse 13. 13 and 14 tumalize hizo laini mbili. Inasema hivi: all the saints salute you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Bwana sifiwe. Hii ni ile tunasema tukimaliza leo, nimesema tuisome. Bwana Yesu asifiwe. Ile tunasema ama tuseme wote, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Let this unity of the Holy Spirit unite us, make us one. Let's be united by the Spirit of God. Let's be made one. Let's have no room of condemning one another, but we have a room of accommodation, of accommodating one another in this kingdom of God. May God bless you. May God bless His word. Amen. Be blessed.